Hizi ndio dalili 12 za mwenzi wako anapokuwa anakusaliti au mwenzi wako anapokuwa anatoka nje ya ndoa. Hizi ni dalili 12. Ukishaona hizo dalili, tambua kabisa ndoa yako haiko salama. Kuna mvamizi amevamia ndoa yako. Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV, ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe popote pale ulipo. Sasa nimekuja na dalili hizi 12 ambazo utakapoziona kwa mwenzi wako, tambua kabisa mwenzi wako ameshaingiwa na roho ya uasi au roho ya usaliti. Kitu cha kwanza ambacho utaanza kukiona kwake, ninaongelea kwa wale watu ambao wapo kwenye mahusiano na ndoa, unakuta mlikopo vizuri, amani imetawala, hakuna migogoro, hakuna vita, hakuna vitu vibaya, lakini utakapoanza kuona dalili hizi kwa mume wako au mke wako, tambua kabisa roho ya usaliti imeshamuingia na kuna mtu yuko naye uko nje. Sasa dalili ya kwanza utakayoiona ni kwamba atakuwa hataki ushike simu yake kabisa. Wakati mwanzo alikuwa anakupa uhuru wa kuishika hiyo simu, utaanza kuona dalili wakati huu ataanza kukukatalia kuishika simu yake. Kuna wakati ataanza kukuwekea mapassword ya ajabu ajabu katika simu yake. Atakuwekea password WhatsApp, atakuwekea password kila sehemu, atakuwekea makufuri ili mradi ukose uhuru wa kuichunguza simu yake. Muda wote atakupo ni mkali utakapoitaka uishike hiyo simu. Kwa sababu gani? Ndani ya simu mawasiliano, anazuia mawasiliano ya wale watu wake wa nje usiweze kuwaona. Sasa utakapoiona dalili hiyo, my friend, tambua kabisa mtu wako uliye naye katika hayo mahusiano ana roho ya usaliti. Utakapoona dalili ya namna hiyo, tambua kabisa tunasema mtu wako uliye naye kuna mtu yuko naye nje ambaye anampa kiburi, anampa jeuri. Lakini jambo lingine, mtu ambaye ameshaingiwa na roho ya uasi katika hayo mahusiano, tunasema kwamba anakuwa hana hamu ya tendo la ndoa na wewe. Utaanza kuona kama mwanzo mlikuwa mnaelewana vizuri katika tendo la ndoa, kama mwanzo mlikuwa mnakubaliana vizuri katika tendo la ndoa, utaanza kuona hataki umshike, hataki sex na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana hamu tena na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hahitaji tena uwepo wako, hahitaji tena uweze kumuingilia. Kwa sababu gani? Kuna mtu yuko naye nje. Sasa utaanza kuona hata tendo la ndoa ataanza kuligawa kwa mgao sana. Hata taka itakuwa inapita wiki hataki, atakuwa anasingizia kuna wakati naumwa, sijisikii vizuri, sina appetite ya kufanya hicho kitu kwa wakati huo, muda wote. Kwa sababu gani? Kuna mtu anakuwepo naye huko nje ambaye anampa mahitaji yake. Lakini ishara nyingine ambayo utaiona kwake, anaongea na wewe kwa jeuri na kwa hasira. Mwanamke au mwanaume ambaye ndani yake tayari ana roho ya usaliti, tayari ameanza kiburi, au tayari ameshapata mtu nje ya wewe, utaanza kuona anaongea nawe kwa jeuri, hata kuwa anaongea nawe kwa nidhamu. Hata kama ni mwanamke, unaweza kumkuta mwanzo wakati unamchumbia alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mpole, lakini utashangaa mbeleni huko utaanza kuona anaongea kwa jeuri, anaongea kwa jeuri na kwa kiburi. Tambua kabisa mtu huyo ndani yake ameshaingiwa na roho ya usaliti. Asa usihangaike kupata shida sana. Wanaume wengi wamekuwa wakipata shida sana wanapoona matukio ya namna hii kwa wanawake zao, na wanawake pia vivyo hivyo kwa wanaume zao. Asa ukiona mtu ameingiwa na roho ya usaliti, utaanza kuona anaongea kwa jeuri na kwa hasira. Yani atakuwa anaongea kwa jeuri, kuna wakati atakuwa anakukosea hata jali kuomba msamaha. Kuna wakati atakuwa anakuudhi hata jali kuomba msamaha, na kuna wakati atakuwa anaona kabisa hapa nimekosa lakini siombi msamaha. Kwa sababu gani? Ile jeuri na kile kiburi kinakuwepo kipo na kinakuwa kimeota. Kwa sababu gani? Ametoa mlango, amefungua mlango wa kumpa mtu mwingine. Sasa dalili nyingine ambayo utaiona, utaona anabadili ratiba ghafla ya kila siku. Ratiba zake mtu huyo lazima zitabadilika. Utaanza kuona amebadilika kwa kila kitu, mfumo wake wote utaanza kuona umebadilika. Muda wote atakuwa ni mtu asiyetulia. Muda wote utaona ni mtu ambaye atakuwa na mizunguko mingi. Bana, mimi kesho natoka naenda sehemu fulani, kesho natoka naenda sehemu fulani, kesho natoka naenda sehemu fulani. Utaanza kuona anakupa taarifa, kuombi tena. Kama ni mwanamke, utaanza kuona kuombi, anakupa tu taarifa kwamba kesho nitaenda sehemu fulani. Hata kama utamkatalia, bana, kesho sitaki uende sehemu fulani, lakini utashangaa anaenda. Kwa sababu gani? Ndani yake mtu huyo anakuwepo ana roho ya usaliti au roho ya uasi.
ambayo ndani yake imeshaota. Sasa dalili ya namna hiyo ukishaiona kwa mtu wako, my friend, usipate shida, usihangaike sana wala usiumize kichwa chako. Watu wengi, vijana wengi wamekuwa wakijikuta wakiumia, wakitumia nguvu kubwa kwa ajili ya kuwastiri wanawake zao, kwa ajili ya kuwanyenyekea wanawake zao. Na unakuta mwanamke akishajua unampenda, mwanamke akishajua unamthamini au unamjali, na akipata mtu nje aliye bora kuliko wewe, mwenye fedha kuliko wewe, utaanza kuona anakupa majukumu makubwa, anakubebesha majukumu ambayo anajua kabisa kwa uwezo wako ulionao, kwa uchumi wako ulionao, hautaweza kumpa. Atakachokifanya atakuwa anakubebesha majukumu mazito ili wewe uweze kuumia, ili wewe uweze kusulubika. Lakini dalili nyingine ambayo ataionyesha huyu mwanamke au huyu mwanaume kwako wewe, my friend, utaanza kuona, tunasema pesa zake hazikai tena kama mwanzo. Pesa zake zitapotea, pesa zake zitakuwa zikai, pesa zake zitakopo haujui zinapotelea wapi, pesa zake utakopo hauoni zinaishia wapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasema mtu wa namna hiyo anakuwa ameshaingiwa na roho ya usaliti. Hata pesa kama mlikuwa mnakaa wote mezani mnajadiliana, tumepata hichi kidogo, tufanyeje mke wangu, tufanyeje mume wangu, lakini kwa sababu ndani yake ameingiwa na hiyo roho ya usaliti na uasi, atakachokuwa anakifanya, nakwambia kitu cha kweli, atakutesa. Atakachokuwa anakifanya, nakwambia kitu cha kweli, hata fedha ambazo alikopo anaziweka mezani, mnajadiliana, mnafanya maendeleo kwa pamoja, hiyo roho itamuondoka. Utaanza kuona ana muda na wewe. Kama ni mwanaume anakupa tu hela ya matumizi, hataki tena ujue, umfuatilie umepata shingapi, una malengo gani, huu mwaka una mpango gani, hata kupa muda huo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake anakuwa ameshaingiwa na hiyo roho ya usaliti. Lakini jambo lingine ambalo utaliona kutoka kwake, utaona amepunguza muda kufanya ibada. Utaanza kuona fanya ibada tena, asali tena. Kama alikuwa anahudhuria kanisani, utaanza kuona hahudhurii tena kanisani. Kwa sababu gani? Roho ya kujuta, roho ya hatia inakuwa inamhukumu kwamba kwa matendo yangu siwezi tena kwenda kanisani, kwa matendo yangu siwezi tena kumfuata Mungu. Sasa ukiona dalili zote za namna hiyo, my friend, ambazo nimezitaja hapo juu, upo nazo mke wako au mume wako, mshauri mwambie twende kanisani. Fanya juu chini, mwambie twende kanisani. Utaanza kuona anapiga chenga, mimi kanisani sijajiandaa, mimi kanisani na ratiba sehemu fulani, mimi kanisani na shughuli sehemu fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasema mtu wa namna hiyo anakuwa amekamatwa. Kwa kuwa amekamatwa na mtu nje. Kwa hiyo utaanza kuona hata moyo wa ibada unakufa akishaingiwa na hizo roho za usaliti. Kwa sababu gani? Hana amani tena na yale matendo yake mabaya ambayo anakuepo anayafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu anakuwa amepoteza ile nuru ya mahusiano ya kweli, ile nuru ya mahusiano ya uaminifu. Lakini jambo lingine ambalo utaliona, tunasema kwamba hawezi kukuangalia machoni kwa dakika 3 au 4 au 5. Kwa sababu gani? Mtu wa namna hiyo anakosa confidence ya kukutazama. Ndani yake akikuangalia anaona hatia, ndani yake akikuangalia anaona hukumu, ndani yake akikuangalia anaona kujuta, anaona aibu, anaanza kuangalia chini. Kuna wakati hatahitaji kukutazama kabisa, kuna wakati hatahitaji kukuangalia hata kwa dakika 3 kwenye macho yako. Kwa sababu gani? Macho yake yanakopo yanasema, macho yake yanakopo yanaongea, macho yake yanakopo yanazungumza kwamba mtu huyu ni mtu msaliti. Macho yake yanakuwa yanazungumza kwamba mtu huyu ni mtu asiyefaa, mtu huyu ni mtu muovu, mtu huyu ni mtu asiyekuwa na uaminifu katika mahusiano yake. Lakini jambo lingine, mtu wa namna hiyo anakuepo mchangamfu sana. Kuna wakati utaanza kuona anachangamka muda mwingi kweli, muda mwingi anachangamka, lakini hakuchangamki wewe. Unaweza kuta anachangamka muda wote, anaongea na simu muda wote, anazungumza na watu muda wote, anasema na watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyo mtu anakuwa ameshaingiwa na hiyo roho ya usaliti. Hiyo roho ya usaliti kisha ingia, inakuwa inamuongoza au inamuendesha kwa ajili ya kuongea na wale watu wengine. Unaweza kujiuliza, huyu mtu kwa nini achangamke na watu wengine, lakini mimi mke wake asinichangamkie, mimi mume wake asinichangamkie? Unapoona dalili hizo katika mahusiano yako, tambua kabisa roho ya usaliti imeishaivamia ndoa yako. Unapoona dalili hizo katika mahusiano yako, tambua kabisa roho ya uovu imeishaingia katika mahusiano yako. Lakini jambo lingine ambalo inatakiwa ulielewe, tunasema kwamba kuna wakati hataki mkae chini muongee vizuri. Pale ambapo utamwambia mume wangu na maongezi na wewe leo,
mume wangu na maongezi na wewe, mke wangu na maongezi na wewe, utaanza kuona hataki mkae chini muongee vizuri. Unaweza kuongea kitu kidogo akakikuza kikawa kikubwa. Unaweza kuongea jambo akaliongeza likawa kubwa. Unaweza ukaongea kitu, kwa hiyo saizi unanipangia, kwa saizi unaniendesha, kwani mimi mtoto, mimi sijitambui, mimi sijielewi, mimi hivi, mimi vile. Kwa sababu gani? Mtu wa namna hiyo, tambua kabisa anakuwa ameshaingiwa na roho ya usaliti. Tambua kabisa anakuwa ameshaingiwa na roho ya uasi. Tambua kabisa anakuwa ameshaingiwa na roho ya uovu. Kwa hiyo roho ya uovu inakuwa inamuongoza kwenye matendo maovu. Roho ya uovu inamuongoza msikae kwa amani ndani ya ndoa. Roho ya uovu inamuongoza msikae kwa amani katika meza moja, kwa sababu maandiko yanasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Tunapoongelea ndugu, unaweza kuongelea pia wanandoa wakae kwa umoja, kwa pamoja na kwa umoja pia. Lakini jambo lingine, utaanza kuona anarudi usiku. Kuna wakati atakuwa anakurudia usiku. Kama ni mwanaume, anakurudia usiku, anapitiliza tu ndani kwenda kulala. Hatahitaji kula chakula chako hata kama umempekea chakula kizuri. Hatahitaji kuangalia umepika nini. Yeye atatoka huko alikotoka moja kwa moja ataenda kulala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yake hana amani tena na wewe. Moyo wake haukuhitaji tena, moyo wake uko mbali na wewe. Sasa unapoona dalili za namna hiyo, tambua kabisa ndoa yako ipo hatiani. Unapoona dalili za namna hiyo, tambua kabisa ndoa yako iko mahali pabaya. Kitu ambacho utahitaji usimame katika maombi. Mungu pekee ndio mtengenezaji wa ndoa. Ukiona ndoa yako ipo katika msingi huo, mrudie Mungu. Mwambie Mungu, wewe ndio ambaye ulinikutanisha na huyu mwanamke. Wewe ndio ambaye ulinikutanisha na huyu mwanaume, amebadilika. Ninaomba mtengeneze. Ninaomba kutana naye. Ninaomba mtokee. Na kuambia kweli, Mungu atamrudisha mtu wako. Mungu atamrudisha mwanaume wako, mwanamke wako katika mazingira ya ajabu, iwe kwa kupenda au kwa kutokupenda. Kuna wakati Mungu ataamuru mapigo yakamfuate kule aliko. Anaweza akapigwa kwa pigo la aina yoyote kwa sababu ya ule uovu ambao ataufanya au ambao ameufanya. Mungu anaweza akamrudisha kwa namna yoyote anayojua yeye. Kwa hiyo unapoona dalili za namna hiyo, my friend, katika mahusiano yako, tambua kabisa kuna roho ya usaliti ambayo iko pale. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu tukufu, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Ninakutakia